kwamba no, sitakufa nitaishi. Ndivyo Biblia inavyosema, sitakufa nitaishi nisimulie matendo makuu ya Bwana. Sitakufa nitaishi. Ndani yako na ujasiri. Haijalishi mtoto ameugua, haijalishi unapita katika changamoto gani, lazima ndani yako uone kushinda, sio kushindwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona ujasiri aliyokuwa nao huyu mwanamke Mshunami. Ilitokea mauti kabisa, hakukubaliana na mauti. Na tunaona jinsi mtoto wake alivyofufuka. Sikiliza, unaweza ukawa na nguvu za Mungu sawa, una imani sawa, unamwamini Mungu kwa viwango vikubwa, lakini ikifika kwenye swala la vita, haleluya, lazima uwe jasiri. Lazima uwe na moyo wa ushujaa. Haleluya, uwe na moyo wa ushujaa. Ujasiri ndani ni silaha mojawapo kwa ajili ya kusaidia. Okay, tuangalie mfano wa pili ambao tunajifunza kwenye Biblia. Tumejifunza juu ya huyu mwanamke Mshunami. Tuangalie mfano wa pili. Mfano wa pili nataka tujifunze juu ya Daudi. Juu ya Daudi. Biblia inamuelezeaje Daudi? Biblia inasema Daudi alikuwa ni mtoto wa Yese. Biblia inasema Daudi alikuwa ni kijana mdogo. Haleluya. Lakini historia inamwandika Daudi. Inamwandikaje Daudi? Haleluya. Biblia inasema kwamba alikuwepo Goliati, ambaye huyu Goliati ilikuwa ni tishio kwa wana wa Israeli. Walikuwa wanaogopa wote mpaka mfalme. Na Biblia inasema Goliati alikuwa akilitishia jeshi la wana wa Israeli pamoja na mfalme, kwamba yeye ni mkuu na hakuna wa kupambana na yeye. Biblia inasema akamtukana mpaka Mungu wa wana wa Israeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, si kwamba kwa wana wa Israeli walikuwa wana Mungu. Sio kwamba walikuwa wana nguvu. Sio kwamba walikuwa wana imani juu ya Mungu. Ilikuwa inatafutwa nini? Kilikuwa kinatafutwa kitu gani? Ulikuwa unatafutwa uwezo wa ndani. Kuna mtu hajanielewa. Nasema hivi, inaweza ikatokea ofisi fulani, nafasi za kazi, haleluya, wakatoa na vigezo kwamba wanahitaji labda elimu ya mtu mwenye degree, au wanahitaji elimu ya mtu ambaye amemaliza form 4. Haleluya. Wakatoa vigezo vyao. Lakini pamoja na kutoa vile vigezo, haleluya, watapatikana watu, lakini bado watawafanyia interview. Kwa nini? Kinachotafutwa nini? Wote wameleta vyeti. Interview kwa ajili ya nini? Wanatafuta uwezo wa ndani. Uwezo wa ndani. Uwezo wa ndani ndicho kinachotafutwa. Uwezo wa ndani. Bwana Yesu asifiwe.